Tunaishi katika zama ambazo taasisi ya familia imekuwa hatarini sana kumomonyoka na kuporomoka. Viwango vya talaka vimekuwa ni vikubwa sana. Migogoro ya kifamilia imekuwa ni mingi sana. Na kila mara watu wanatoa mifano ya familia za wazee wetu huko nyuma kwamba ziliishi vizuri kuliko sisi. Lakini ukweli ni kwamba hata hizi familia za sasa hivi, watoto wetu na wajukuu wetu watakuja kuhadithiwa kwamba zilikuwa bora kuliko za kwao. Kwa lugha nyingine ni kwamba tunapokwenda nkubaya zaidi kuliko hapa tulipokuwa. Na lau kama pakiwa na swali kwamba ni mambo gani ambayo yanachangia familia kuporomoka, lakini kuvunjika kwa familia zetu, talaka kuwa nyingi na mpasuko wa kifamilia kuwa ni mkubwa sana. Ikiwa swali ni nini kinachochangia, sababu ni nyingi sana. Hakuna fakta moja, hakuna amil moja, kuna awamil. Kuna sababu nyingi. Sababu za kiuchumi, za kihistoria, za kisiasa, na kubwa zaidi ideolojia inayotawala dunia ya kibepari tangu mapinduzi ya viwanda ambayo ni ya kiuchumi lakini yalileta social changes, mabadiliko ya kijamii vile vile. Na tumezungumza sana kwamba kuifanya familia sasa kutoka katika extended family, familia pana, kuwa ni nuclear au single parent family. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana. Hata zile harakati za kupigania haki za mwanamke, kwa dhahiri yake ni harakati muhimu sana, hasa panapotajwa neno haki. Unaonekana ukisema hapana, wewe uko nyuma, kinyume na kupigania haki za wanawake. Na haya ni mambo ya kimjadala kwa hakika. Ni kweli panapiganiwa haki za mwanamke? Na moja katika matatizo ilipokuwa zile harakati za mafeminist na feminism kama ideolojia, harakati za kupigania kumkomboa mwanamke, ambazo zimemfundisha mwanamke kwamba dikteta na mkoloni dhidi ya mwanamke ni mwanaume, na kuundwa kwa vyama vingi vinavyoitwa kwamba vinapigania usawa wa kijinsia. Huu ni upepo wa kimagharibi, uko kinyume kabisa na utamaduni wa Afrika, utamaduni wa nchi nyonge, utamaduni wa Kiislamu na hata wa dini nyingine. Hatusemi kwamba kuna maeneo jamii zetu mwanamke amedhulumiwa, lakini tunataka kusema kwamba zile dhulma zimetumika kama mwanya na mlango wa kupitia kudai kwamba tunatetea haki za mwanamke. Nachotaka kusema tu ni kwamba maisha hayajasimamia haki na wajibu tu. Ukiona lugha ya haki inatumika sana, haki yangu, wajibu wangu, huu ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu maisha hayajengwi na haki na wajibu tu. Qur'ani inatufunza kwamba ndani ya familia baina ya mume na mke hatutawaliwi na haki na wajibu peke yake. Katika nchi na jamii sio haki na wajibu tu ndo zinazotawala. Ukiona jamii ya sampuli hiyo, ujue kwamba jamii ile imeshakufa kistaarabu. Ustaarabu wake umekufa, civilization yake inakufa. Ukisoma Qur'ani utagundua kwamba sambamba na haki na wajibu panazungumzwa kuhusu fadhl na ihsani. Bila kuwepo na ihsani, wema, jamii haiendi. Kuna mambo sio haki wala sio wajibu kwa mtu, lakini ni jambo jema kufanywa. Mume na mke wanaambiwa ndani ya Qur'an, wala tansaul fadla bainakum, msisahau kufanyiana wema baina yenu, au kama mmegombana imebidi muachane, msijenge uadui mkasahau kwamba mlifanyiana wema baina yenu.
mume na mke wanagombana, lakini kuna mambo mengi ya wema ambayo si haki wala si wajibu wamefanyiana. Na ndio maana tunaambiwa kwamba ukishaoa, ashiruhunna bil ma'rufi. Maarufi ni vile vitu vizuri vyema ambavyo vinaweza kuwa sio haki wala si wajibu. Na ndio ulimwengu wa kimagharibi unataka kutufanya tufikie mahala tuamini kwamba maisha ni haki, baina ya haki na wajibu tu. Hapana. Tafikia mahala unamfanyia mtu wema, anashangaa, kwani kuna kitu gani unakitaka? Kwa sababu hakuna kinachotolewa bure. Nataka tuelewane kwamba ulimwengu wa kimagharibi unatupeleka mahala pa kuzungumzia haki na wajibu na kuondosha kitu kinachoitwa ihsani na kitu kinachoitwa fadhli. Hata wema unaofanywa na makampuni makubwa na nchi kubwa sio wema, bali ndio ile wanasema no free lunch in capitalist world. Hakuna mwaliko wa chakula wa bure katika ulimwengu wa kibepari. Ukialikwa utalipia ule mwaliko, utaulipia indirect. Na ndio haya ambayo sasa hata mtu wa kawaida sasa hivi hatakiwi kufundishwa. Anaelewa kwamba ulimwengu wa kimagharibi unaendeshwa na maslahi huku makwetu. Kama kuna maslahi watakuwa na wewe, hakuna maslahi watakuwa dhidi yako. Hakuna rafiki wa kudumu, hakuna adui wa kudumu, kuna maslahi ya kudumu, pragmatism, upragmati. Sasa la msingi ni kwamba ukishaona ndani ya familia panaanza kuzungumzwa ni haki yangu, ni wajibu wako, ujue tayari kuna mpasuko. Kwa sababu sio nguzo pekee zinazoibeba familia. Ihsani, wema, maarufu ndio vitu vilivyotajwa ndani ya Qur'ani. Baina ya mume na mke pawepo na fadhlu, pawepo na ihsani, pawepo na maarufu. Hivi vitu ni muhimu sana. Ndio utaona leo kuna mjadala wa ajabu kwamba hivi ni haki au ni wajibu wa mwanamke kumpikia mume. Ukitafuta katika sheria sio wajibu, lakini ni ihsani, lakini ni fadhlu. Na hivi ni vitu vimetajwa, ukiviondosha ndoa iko hatarini.